Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Karibu katika Asili Yako TV, na tukiwa tunasonga mbele na darasa letu la kujitambua zaidi katika hatua yetu ya kwanza, tukiwa tunazungumzia herufi A wanawake, tukiwa katika sehemu ya pili katika zile hatua 5. Sasa hivi tuko hatua ya pili, na hapa tunakuelezea namna gani ushirikiano wako, masuala yako ya kiuchumi. Wewe kama ni mtoto wa kike na unajua toka kuzaliwa kwako ulipokuwa mchanga umepewa jina linalotamkika kwa herufi A kama vile Amina. Mipango yako ya kiuchumi huenda haiendi vile ambavyo unakusudia. Huenda unavyotaka sio vile ambavyo inakuwa. Na kwa namna moja au nyingine unaweza kaamini kwamba kuna wachawi, ukaamini umerogwa, ukawa unapambana huku na kule, ukadhania sana kwenye mambo ya kichawi. Lakini kama ndio kwanza unaniona, rejea chini hapo ili uweze kutafuta ile ya kwanza nilipokuelezea namna ya kujitambua wewe katika herufi yako ya jina lako na maisha yako kwa ujumla. Na hapa ninachokupa zaidi ni kujua sasa wewe huenda labda ni mfanyabiashara, labda ni mkulima, labda ni mfanyakazi, lakini huenda pengine uko na mtu mwenye nyota adui. Naye huyu anasababisha mambo yako ya zorote au yasifanikiwe. Nyota yake na yako zinashindana. Na kama ni nyota adui kweli, hasa zile zilizo na changamoto ya juu, basi unaweza kuwa unapambana sana na kuhisi kulogwa kila wakati. Ninachotaka nikufundishe kitu kimoja. Hapo ulipo ugundue kwamba dunia yetu imejigawanya katika makundi manne. Kundi la maji, kundi la udongo, na kundi la moto, na kundi la upepo. Wewe kama herufi A upo kwenye kundi la moto. Marafiki zako ni upepo. Sasa inawezekana watu wengi waliokuzunguka wako kwenye maji au wapo kwenye udongo. Na kama wengi waliokuzunguka ni kwenye maji au kwenye udongo, tegemea hiyo mipango yako ya kiuchumi iwe inakwama mara kwa mara. Tegemea kila kitu unachokifanya kisiende vile ambavyo unatarajia. Huenda ni watoto uliowazaa, huenda ni wazazi wako, huenda ni ndugu jamaa rafiki. Lakini umemweka kwa ukaribu sana. Na kama unashirikiana naye kwa ukaribu sana, basi hiyo inaweza kukusababisha wewe mipango yako isiende kama unavyokusudia. Na mbaya zaidi akiwa mpenzi wako. Herufi za udongo ni herufi B, N na Z, F na R, J na V. Hizi ni za udongo. Herufi za maji ni herufi D na P, H na T, L na X. Na mara nyingi nawaambia katika tafiti zetu tunatumia herufi katika kutamka. Majina yanayotamkika kwa KH hayo yote ni H. Ni kama majina kina Kristina huwa ni Tina, ni T. Ni kama vile kina Josephina akaitwa Fina anakuwa F. Au Sarafina ukamuita Fina anakuwa F. Kwa hiyo lazima ukijua hicho kitu tunachokifundisha. Au Mwantumu anakuwa T. Kwa hiyo Mwanahamisi anakuwa Hamisi mwanamke. Sasa hapa unatakiwa ujue, na mimi nakuzungumzia wewe mwanamke mwenye jina linalotamkika kwa herufi A. Huenda unapambana sana, unapigana huku na kule kutaka mipango yako iwe mizuri, lakini huenda aliye karibu sana au anayetegemea kipato chako kwa kiwango cha juu ni huyo ambaye nyota yake ni adui na ya kwako. Hapa tatizo litakuwa gumu. Lazima upate kujitambua sasa. Uone namna gani utajikwamua. Katika siri yako tunakupa, hii ni siri ya kwako wewe mwenyewe. Kuna namna ya kuishi naye huyo mtu ili ukwepe zile changamoto. Kuna namna. Sasa hii namna tunaendelea kuifundisha kwenye darasa linalofuata na linalofuata tena. Ili wewe upate kujua sasa kwamba uko na nani, ufanye nini ili uweze kuepukana na changamoto. Kumbuka herufi rafiki na wewe ni A, M na Y, E na Q, I na U. Hizi ni za moto. Herufi ya C na O, G na S, K na W, hizi ni za upepo. Hizi ni rafiki na wewe. Sasa hapa kuna kitu utakao ukijue. Na kama mtu aliye karibu zaidi ni G na S, manake uchumi wako utakwenda kwa kiwango kizuri. Jifunze kwa kina
Jifunze kwa kujua kwamba hapa katika siri yako tunakupa siri yako ili wewe uepukane na masuala ya kuamini kuwa umerogwa, uepukane na masuala ya kukaa kuadhia sana uchawi, uepukane na masuala ya kupambana na kupoteza fedha zako. Fedha unaipoteza kwa kutupa sana kwa waganga, na mara nyingi ukategemea dawa inaweza kukusaidia au maombi yanaweza kukusaidia, lakini uhalisia kwamba Mwenyezi Mungu ametenga nyota 12 na hizi nyota 12 ndizo zinazotenda kazi katika dunia nzima, na kila moja ina jukumu lake, inafanya jukumu lile lile ambalo Mungu ameliamuru ifanye. Kwa kama yenyewe ni kutenda ubaya, itatenda ubaya tu. Sasa kama umemchukua mtu uko naye karibu na huyo nyota yake ni ile inayotenda ubaya, itakapofanya kazi na wewe, manake mabaya yatakuwa mengi zaidi. Utabaki kutakupambana na umerogwa, lakini kumbe wewe kama wewe hujajitambua nyota yako na hujatambua watu waliokuzunguka. Katika siri yako tunakupa siri, ujitambue na uwatambue watu waliokuzunguka. Ali Hatib Kirusungu, mtafiti majina katika maisha ya binadamu, tukiwa katika Siri Yako TV hapa katika mizimu ya Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania. Unifollow kwenye YouTube kama Siri Yako TV, unifollow TikTok, Instagram, Facebook Siri Yako TV.